kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na kutaraji thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini tukiwa katika hali ya afya njema na uzima bora. Lakini umma uelewe kwamba Ramadhani ni semina elekezi. Ramadhani ni mwezi wa imani na mwezi wa amani. Tunajifunza imani ndani ya mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, lakini tunajifunza namna gani watu wanavyopeana amani. Lakini Ramadhani ni mwezi ambao katika 10 la mwisho imeshuka Qur'ani. Qur'ani imeshushwa katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, pale Mwenyezi Mungu aliposema inna anzalnahu fi lailatul qadri, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadri. Usiku wa Lailatul Qadri, anasema wama adraka ma Lailatul Qadri, ni jambo gani lenye kukujulisha huo usiku wa cheo, usiku wa heshima. Usiku huo anasema Lailatul Qadri khairu min alfi shahr, usiku wa cheo ni bora kulikoni miezi 1000. Ubora wake unakuja kwa sababu Qur'ani imeshuka katika usiku huo. Kwa hivyo usiku wa cheo unakuwa ni usiku uliotawaliwa na amani mpaka inapochomoza alfajiri. Kwa hivyo Watanzania kama Watanzania, tuienzini amani ya taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini tuienzini amani ambayo tumeisoma na kuidurusu katika kipindi cha mwezi mzima, kipindi cha kuzijenga imani zetu, lakini kipindi ambacho Mwenyezi Mungu ametufaradhishia swaumu, kama alivyosema mumefaradhishiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa wale wa kabla yenu. Lengo madhumuni la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Mcha Mungu hasemi uongo, mcha Mungu haibi, mcha Mungu hadhulumu, mcha Mungu hafitinishi, mcha Mungu hasengenyi, mcha Mungu hatendi maasi. Kutoyafanya yote haya, wewe unakuwa ni mtu mwenye amani. Kwa hiyo unakuwa na imani, lakini wakati huo huo umejengeka kiamani. Kwa hivyo amani hii tulioichukua katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani na imani tulioisoma katika kipindi chote cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, twendeni tukaiishi nayo katika miezi 11 ambayo tunayo huko mbeleni, ili umma uone kwamba tumenufaika na darsa na semina elekezi tulioipata katika kipindi cha mwezi mmoja. Mwezi mmoja ukawe ni mwezi mkombozi katika miezi 11. Isiwe tena baada ya kusherehekea sikukuu ya Idi basi tena ikawa kama wafungwa waliofunguliwa kutoka jela wakarudia tena kufanya uhalifu. Ndugu yangu, ukiwa umefunga katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, umetenda mema alafu ukaja ukayarudia yale machafu, wewe somu yako utakuwa umekaa na njaa hukufunga, manako umeacha kula bure, umeacha kunywa bure, umekaa na njaa bure, kwa sababu semina elekezi ya imani na amani haijakusaidia. Twendeni tukadumishe amani ya taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukaihamasishe amani kwa vitendo. Twendeni tukalienzi taifa letu kwa kuliombea Mungu, lakini tusherekee sikukuu ya Idi el-Fitri kwa salama na amani, pia kwa kumbuka ndugu zetu waliotangulia mbele za haki, lakini pia vile vile kuhakikisha tunaendelea kuliombea taifa letu, kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia vile vile kuiombea serikali yetu na kuwaombea wananchi wote kwa ujumla, kwamba Tanzania ni moja na sisi ndio Watanzania wenyewe. Twendeni tukajenge taifa letu kwa kudumisha amani, utulivu, upendo na mshikamano. Asanteni sana. Sasa Sheikh, na tunaona sasa maandalizi yakiwa yanafanyika katika upande wa manunuzi ya bidhaa za vyakula na mapambo na wakati mwingine nguo. Wafanyabiashara kule, unatoa neno gani kwao, hasa ambao wanataka kutumia fursa hiyo kunufaika na sikukuu? Tunawanasihi wafanyabiashara wote katika kipindi cha kuendea sikukuu ya Eidul Fitri wasije wakafanya ghilba wala ghush, manake udanganyifu, au kuwakomoa ndugu zao eti kupandisha bei, kwa sababu kila mmoja atahitajia kupika wali, kila mmoja atahitajia kupika basmati, kila mmoja atahitajia kupika pishori. Basi tunawaomba wote wafanya biashara, embu wasipandishe bei. Ukipandisha bei, biashara yako itakuwa haina baraka. Kuwa mkweli, mwaminifu katika biashara yako, uza katika bei elekezi ambayo imepangwa
na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukienda kinyume na hivyo utakuwa umeghushi, umefanya udanganyifu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man ghashana falaysa minna, yoyote mwenye kutufanyia udanganyifu, hadaa, utapeli, huyo si katika sisi, kwa maana si katika ahlul milla, katika watu wa dini yetu. Asanteni sana.